بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. Leo tarehe 18 mwezi wa pili 2026 ni sawa na mwezi mosi Ramadhani mwaka 1447 Hijiria. Tunazungumza, Waswahili tunasema kwamba leo ndio katika chungu cha kwanza. Kwa hakika tuko katika ibada iliyokuwa kubwa mno. Ibada hii ambayo ni moja ya nguzo tano za Uislamu, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, bunia al-Islamu ala khams. Uislamu huu umejengwa juu ya mambo tano. Mambo hayo matano, mojawapo ikiwa ni saumu Ramadhan, ni kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa ibada hii ni rukunu min arkani al-Islam, ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Uislamu wa mtu hauwezi ukawa sawa isipokuwa huo umebebwa na kuwepo na chini yake nguzo hii ya saumu Ramadhani, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibada hii ina mambo mengi sana, kwa vile ni ibada ambayo inachukua mwezi mzima, na hivyo hivyo ni ibada ambayo inakuja mwaka mara moja. Mafukaha na maulamaa kwa ujumla wamezungumzia kwa maneno mengi mno, wakiegemea kwa mujibu wa ayati al-Qur'ania pamoja na ahadithi an-nabawiyya alayhi salatu wassalam. Kwa sisi tutachukua fursa kila siku hapa insha Allahu taala, tutakuwa tukichukua fursa dakika chache kwa ajili ya kudondoa baadhi ya ahkamu sharia, baadhi ya hukumu ambazo zinazofungamana na mwezi huu, mwezi wa Ramadhani. Kisha tutatoa fursa iwe fupi ya maswali matatu, yakiwepo ya maswali, na tukiweza tutayajibu, na kama tukiweza kuyajibu katika wakati huo tutayakhairisha mpaka wakati mwingine inshallah taala. La mwanzo leo tuzungumze, yakulu nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi mashhur, hadithi ya Umar ibn al-Khattab amir al-mu'minin Abu Hafs, anasema kwamba innamal a'malu binniyat, hakika matendo ni kwa nia. Kulipwa kwa matendo, kulipwa ujira uliokamilika au kulipwa ujira pungufu au kuto kulipwa kabisa, basi nategemea nia ya yule mwenye kutenda matendo hayo. Kwa maana kwamba kila mmoja inampasa anapofanya amali salih, na hasa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi aangalie nia yake kwamba je, wewe unafunga kwa nini unafunga? Umeingia katika kundi la wafungaji. Je, unafunga kwa ajili ya mazoea au kwa ajili imekuwa ni ada nyumbani kwenu kwamba watu wote wanafunga, au mji wenu watu wote wanafunga, au unafunga kwa ajili ya ibada kwamba Allah amefaradhisha saumu ya Ramadhani, kwa unafunga ikhlasan lillahi ta'ala, hali ya kumtakasia yeye Allah subhanahu wa ta'ala ibada. Kwa unafunga katika lipi? Ambapo umuhimu wa nia, inawezekana kwamba amali ni moja na watu wote wanaifanya amali hiyo, lakini kuna baadhi ya watu wakalipwa kamili kwa mujibu wa nia, na kuna baadhi ya watu wakalipwa pungufu, na kuna wengine wasilipwe kabisa, na wengine sio kutokulipwa tu, bali vile vile wakapata dhambi juu ya hicho kitendo, hiyo amali wanayoitenda. Haya yote yanaegemea katika nia ya mtekelezaji wa ibada, na nia ni jambo ambalo liko moyoni, ni mafungamano yako wewe na Mola wako Allah tabaraka wa taala. So kwa vile alionekani, basi linapasa jambo hili kulitilia umuhimu mno, na nia ni swala lazima, ni nguzo miongoni mwa nguzo kuu mbili za kusihi kwa ibada. Ibada yoyote itakayokosa nia ya ikhlasan lillahi,
na mutabaati nabii sallam, basi ibada hiyo inakuwa ni mulgha, haipati thawabu za aina yoyote. Sasa mwezi wa Ramadhani huu unakwenda unarudi, unatukuta Allah ametuletea neema hii. Sasa tuangalie nia zetu. Tunapofunga mwezi huu tunafunga kwa ajili gani? Si hivyo tu, nia katika mwezi huu wa Ramadhani inatakiwa kila siku usiku ulale na nia. Somu ya faradhi inatakiwa mtu alale na nia, ina maana amke nayo nia kabla ya kuchomoza alfajiri sadiq. Ikiwa ni somu ya sunna, basi hiyo inafaa mtu akaanza kufunga hadi saa 6, akawa ameangalia bwana, mpaka saa hizi sijanywa chai. Sasa sijanywa chai, si bora nifunge sunna tu niendelee. Ikianza saa 5 saa 4 akaendelea. Ama ibada hii ya Ramadhani nia yake ni kabla ya kuchomoza alfajiri sadiq. Maana yake ikawa mtu hajalala na nia mpaka alfajiri ikaingia, mpaka adhiniwa alfajiri, nia hana, mtu huyu saumu hii mulgha, itabidi aje aifunge baada ya kusha Ramadhani ailipe. Kwa kwamba umuhimu wa nia katika ibada hii ya saumu. Na hivyo nia mahalluha alqalb, sehemu ya nia ni moyoni, kwamba wewe sehemu ni jambo hili ni jambo liko moyoni, ndio mafungamano baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio sunna wala mustahabu kwamba kuitamka nia kama vile wanafanya baadhi ya watu, kama nawaitu wanasuma ghada lillahi ta'ala kadha kadha kadha. Hiyo sio katika sunna, ambapo sunna ni an-niyatu mahalluha alqalb, kama nia sehemu yake ni moyoni. Lakini hakika ulale nayo sasa, uamke nayo ulale nayo asubuhi, kukuta ile kuona nia ya kufunga siku hiyo. Na jambo hili ni jambo la kila siku. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kama qala sallam. Hakika yule atakayefunga mwezi wa Ramadhani imanan wa ihtisaba, aliyakuwa na imani kwamba jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha hili jambo hili tunafunga kwa ajili yake yeye, wala hatufungi kwa ajili ya kitu kingine chochote, wahtisaba, na akatarajia akahesabia kwamba kwa kufunga huko, ikiwa tutafunga sawa sawa kabisa kama ilivyoelekezwa, basi tutapata ujira uliokuwa mkubwa fi dunia wal akhirah. Basi mtu huyu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yeye yale madhambi yake yaliyotangulia. Kuonesha fadhila za mwezi huu, fadhila za funga hii, na ule umuhimu wa kufunga imanan wa ihtisaba, kufunga kuwa na nia iliyokuwa njema, kuwa na nia iliyokuwa sawa sawa. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.